Ladies and gentlemen, boys and girls, in the building, in the air. Mjengoni. Ameingia bala. All the way from. Ameingia Kisumu, amesema Kisumu boys hapo nje. Mtu ya Kisumu, mtu ya mitumba. Ingia kwenye studio, uza. Muuzaji mtumba maarufu. Uza nguo wewe. Ndio. Beba warembo. Hiyo. Beba zaidi. Kabisa. Warembo wabebe. Beba skirt. Beba longi. Beba tight. Ona bra. Beba sasa. Beba ya leo. Bebesha. Ya kuomba mzee msamaha. Ona mali ya sahi wewe. Na yote ni ya leo. Ya kuambia sponsor alipe rent. Ambia sponsor alipe rent wewe. Sponsor lazima ubembeleze sponsor wewe. Ona ya kuona Zara. Ona ya kuona horror movie. Wakati umetulia na boyfriend kwa nyumba mnaona horror movie. Unaambia boyfriend, please, I'm scared. Hold me. Ana hold wewe vizuri. Huwezi fanya hiyo na jacket. Jamani. Huwezi enda sleepover na jacket. Chukua top. Beba top wewe. Beba off shoulder. Twende na fashion wewe. Ng'ara kama wengine. Confuse wa baba kwa barabara. Wakuite Rihanna hata kama unakaa nani. Wakuite Rihanna hata kama unakaa Mondi. Wakuite majina matamu jamani. Majina matamu. Si ati wengine wanaitwa baby. Wengine wanaitwa darling. Unaitwa na jina yako. Nipatie tops 2. Aya. Nipatie 2. Nipatie 2. Chukua madam. Nichukua. Ngapi? Chukua 30. 260. Ikazi ni tamu. Hakuna mtu anaweza dharau wewe. Anakudharau na amekujia 30. Wewe ndio unadharau yeye. Amekujia 2 na wewe uko na mingi. Sunday. Yes, ndio mimi hapa. Mayaudri mchesa. Umeingia Nairobi. Nakwambia Nairobi jamani. Inakutunga mna gani bwana? Nairobi wewe nimeanza kuwa mweupe kidogo. Umeshine. Nimeona Ndo mara kwanza kuja Nairobi ama ushawahi kuja before? Nimewahi kuja nikahangaika nikarudi. Maisha ikanipiga jamani. Achana na Nairobi. Nairobi ni mbaya. Achana na Nairobi. Ulikuja lini mwisho? Na ilikuwa mwaka gani ule? Wakati nakuja leo wanaweka lockdown kesho. Hiyo ndio kitu nimewahi ona. Uhuru amenifanyia mbaya zaidi. Nilikuja kama leo jioni. Hata sijasuka. Hata hujashuka. Nasikia magari nasema jamani. Tuachie watu hapo Limuru. Mimi sijui Limuru ni wapi, najua tu iko na baridi. Sasa ningekufa pneumonia. Uhuru jamani alinifanyia vibaya. Sasa umekuja wakati ambapo yani unaletwa na ndege. Jamani, sema shortcut. Nasema ndege ndio mara kwanza kupanda ndege. Kijiji kizima. Wacha niseme na Kisungu ndio upate. First time. In fact, first time kupanda ndege. Ulisikiaje? Express ilikuwa namna gani? Yani jamani. Jamani, pesa mzuri. Pesa ni tamu. Ukisikia mtu amepanda ndege jamani, simu huyo. Simu haki ya ndani ya simu. Sana unatupeleka speed. Sana nilishat nini post yako. Nilikuona TikTok about 2 or 3 weeks ago. Hiyo ndio wakati watu wanakujua ama ulikuwepo tangu kitambo kule Kisumu ukiuza mitumba? Mimi nimekuwa nikiuza mitumba jamani. Lakini mipango ya Mungu ni makubwa. Amen. Hata hiyo video ya kwanza wewe una post. Mimi sikujua inatembea mimi. Sasa ikabidi nikaona kumbe ujinga inaweza tembea. Hivyo umeuza mtumba kwa muda gani kwani? Miaka kama 7 sasa. Wacha. 7. Nilianza na Nakuru, maisha ikakuwa ngumu. Nikaenda Kisumu. Kisumu nimeuza mitumba. Nimeuza mitumba hadi miaka 7. Na hii fashion ya kuongea hivyo unaongea? Ile wakati nilikuwa natangaza tu kelele. Ni kelele, ukianza kelele ni kelele tu, kelele break ni lunch, unajua umeajiriwa. Sasa zingine ujui Sonko amesimama wapi anawaangalia. Sasa ukinyamaza kidogo jioni utakula mikono yako. Utakula kunyamaza kwako. Na idea wewe kuja kuvaa nguo za kike hivi ilianza lini sasa? Sasa hiyo wakati nimeanza kuuza nguo ya wanawake.
Sasa unajua wanawake wanakuona wanacheka, tunashangaa mbona? Lakini ukiongea mimi sijui kama yani vitu nasema inafanya mtu anacheka. Mimi nikiongea sasa, wakati mwingine watu wakicheka unabidi unajifanya unaenda kwa choo unaangalia sura yako kwa kioo, kwani ni sura yangu mbaya? Unarudi sasa. Wakati ingine tumefungua skirt, tulikuwa tunauza dress hiyo, wakati nikavaa dress sasa mimi naimba na rukaruka, competition iko juu, huku dress kule dress, lakini mimi nimevaa dress na rukaruka, wa customer wanakuja kukuja. Nikasema kumbe wanapenda ujinga, wacha nifanye ujinga. Kama ujinga inaleta pesa, wacha wakuje sasa, nitavaa kila siku. Ukiwa serious sogo unaongeaje? Hivyo pia. Hii dunia usiwahi tamani kuwa serious jamani. Shida zako zinaanza ukianza kuwa serious. Mimi makasiriko ya mtu, mimi hata nikiona mtu amekasirika, hiyo ndio furaha yangu. Nakasirikia nani? Angalia, Joe anaitwa Sunday Mitumba man hapa kwenye. Na juzi tumemwona pale kwa duka za nguo mpya. Ndio hapo. Sasa sijui mambo ya mtumba ameyatupilia mbali ama vipi. Lakini mwenye hapa alipo amepiga mitumba zake zile wanauza. Tupige bei. Hiyo ya juu ngapi? Gani hiyo? Ilikuwa 30. Top ya white. Top ilikuwa 50. Nilichukua kama wakati tumefungua tu. Beli imefunguliwa hivi ukanyakua. Inaitwa kunyakua. Skirt ya red na pleats ile. Skirt ni 100. Kwa ujumla umepiga 100 na ngapi? 180. Na kiremba umesahau kiremba. 80 kwa Kiswahili. Hii leso ilikuwa ya customer alisahau. Ikakuwa yangu. Alikuja kununua skirt 10, alikuwa anaenda kuuza, alinunua ya 100. Akasahau leso, kurudi nikamwambia nisijiaona. Unajua watu wengi nataka nikupost, watu ambao ni wa maeneo ya Kisumu ambao wanatufollow. Wanasema jamani, huyu mtu tunamjua. Tu ameuza mitumba hapa mara nyingi sana. Nataka tuje kuongea kuhusiana na hayo. Ulipoanza kama ushaingia hapa kwenye bala, unajua Clemo, kuna watu ambao hawapendezwi na vile anavyofanya. In fact I saw a lady who commented on Twitter, akasema hii tabia wanaume kujifanya wanawake. Watu wanatakana wakome. Kuna baadhi ya watu wengine pia wanakuchukulia wewe labda unachezea timu nyingine. Hivyo vitu tunakuja kuvizungumza tukirudi. Take a live kupitia BTV. Mimi naitwa Mwende Masharia. Bwana Clemo 254. In the building. Tuko naye Sunday. Mitumba man. Mitumba man. Atuko majina kabila ni Sunday nani? Sunday Mayau. Mayau? Mayau Dream Chaser. Dream Chaser umejiita kwa sababu gani? Dream Chaser ile maisha nimeishi. Ndio. Bali nimetoka. Ndio. Nilikuwa nafanya kazi kwa bidii, siku moja niwe mtu. Kwani ulikuwa nini? Kwani umetoka wapi kwanza? Natoka pale inaitwa Game Duty. Huko ndio nyumbani. Pande gani? Duty. Huko kwa kina Jalango, unasikia kwa kina Jalango. Ni jirani? Jirani lakini sijui kwao. Wewe ukijua wewe. Naweza sinda huko kukula. Sasa huko ndio nimetoka, lakini nimetembea Kenya. Kenya nimetembea. Ukihustle? Nikihustle. Umetembea wapi na wapi na wapi? Nimetembea hadi Voi. Nimekuwa Voi juzi tu. Nimetembea Nakuru, nimeisihisi kidogo. Yote ni hustle ya mtumba ama uko na hustle nyingine ambazo unazifanya ukitembea? Mimi nimejaribu hadi kuwa msanii. Wacha. Hii maisha ndio uone umefika pale. Jaribu kila kitu. Mwisho lakini ile yenye sasa ilinipenda zaidi Mitumba. Mitumba na amekupenda. Si imekuleta Radio Maisha? Tuombe. Oje sasa hizi jina linaenda kukua mwanangu. Hivi bado mtumba itauzika kweli ama inabidi mitumba unachana nayo? Bibi wa kwanza ndio bibi. Wengine ni starehe tu. Ile jibu nimependa. Siku moja starehe itaweza. Angalia, nini Mitumba man. Tuongee kuhusiana na sasa umaarufu wako. Maana umeuza mitumba. Pale ni Kisumu Boys hapo nje Raunda. Kisumu Boys roundabout na Sono Oil hapo. Hapo ndo wanakusikiaga. Hapo tu. Kuingia kwenye mtandao. Ni hivi karibuni. Ilikuwaje kwaje? Nani alikuwa kwa mtandao? Kwa mtandao umewahi amka asubuhi na mapema kama kawaida, ukapiga magoti ukaomba Mungu, ukarudi kwa kitanda. Unajua wewe unarudi kidogo, unasema acha nitulie kidogo. Nikachukua simu, hiyo ndio wakati wa kuingia kwa simu sasa kusumbua. Nikaweka data on.
Data unanunuanga ile ya 10 bob. Ya 3 hours. Unajua ukifika kazi imeisha, unangoja hadi jioni. Na una limit pia matumizi. Sasa kuweka data naona message watu wameniweka kwa group ya matanga tena, nikazima data. Nasema sitaki kuona. Kufika kazi tena na message tu. Unasema nini message? Sasa si kufungua, nilijua niko kwa group ya matanga ama harusi. Sababu WhatsApp ni mingi, inakuja mingi sana na si kawaida. Kwa sababu unajua kuna kaa hata wiki. Wewe ndio unasumbua watu, umejaza phone book ya mtu na hi. Good morning. Kwanza kama kuna msichana umeona, umesumbua, lakini hakuna atajibu after 1 week. Sasa hii hao ndio wana text mimi hi. Ya mimi najibu after 1 week. Sisi unaniambia sister wako alikurekodi? Wakati mimi niko kazi mimi nang'ang'ana tu. Kwanza alikuja time nzuri kwa nakula lunch. Ugali na omena. Kuna mama anatengenezea sisi omena hapo mzuri sana, ugali na omena 50 na maji hapo kando. Sasa mimi nimeshika chakula hivi nakula. Dadangu akapita. Sasa na leo unakaa mbaya. Kambia na kamba unaneleza. Acha nikupige tu picha moja. Nilijua anapiga picha. Customer akakuja nikaweka chakula chini. Sasa nauza. Kumbe yeye anachukua video na mimi hapana jua. Sasa ndio naona mtandao kwanza mwenye alipigia mimi wa kwanza alikapiga simu. Alipost nani? Ni dadako kwa hivyo. Niende alipost. Alipost TikTok ama alipost Insta? Hata ujui. Sijui. Tuendelee tu. Hata hizi TikTok nimejua tu baada ya watu kuja kuniambia wewe fungua TikTok sasa. TikTok achana nayo bwana. Mambo mengine sana. Ndio nikafungua TikTok. Sasa akapost mtu akapigia mimi simu. Wakati naona message ni mingi sikuangalia, nilijua ni mazishi. Matanga watu wameweka mimi kwa nini matanga. Sasa sikutaka kuangalia, sina pesa yangu ya kukula breakfast sijapata, ya kuweka kwa matanga nitatoa wapi? Ngoja, hiyo video ya kwanza ilikuwa ni gani? Ya kuomba mzee msamaha. Ndio hiyo. Ya kupiga dasta nyumba ya padiri. Ndio hiyo. Nyumba ya bishop. Beba. Ya kuambia sponsor lipe rent. Ona mali ya leo jamani. Ona mali kwa sasa. Sitaki customer wakuniambia nitarudi. Customer unagusa nguo unapima nguo imekutosa alafu unaacha tutarudi. Sitaki customer wanitarudi jamani. Nataka customer wa sahi. Na unajua kuna customer wanakuwa na hiyo jinga. Customer anapata nguo imemtosa na imemvaa imemkaa. Imagine na unauza 30. Bado customer anakuambia nitarudi. Hata huyu anakuambia atarudi. Kuna customer anabeba manguo 10 kwa mkono, amechagua nguo 10. Na umesikia unajua yeye una treat tofauti na wengine. Sasa unaambia leta nikusikie kasi. Unamsikia alafu anaambia acha leta sasa. Wewe unahesabu unajua hiyo ni 300 uko nayo. Alafu anaanza. Hii ni mimi nilichagua kweli, arudishe chini. Aende kwa ya pili. Hii utanitosa. Utanitosa na ndio ulichagua. Unajua sasa unaongea tu kwa roho yako. Ameanza utiaji. Unaweka chini. Ifike kwa ya 3. Mara unajua nyanya yangu alikufa na nguo kama hii. Hii nikiva nitaota vibaya, aweke chini. Kuna wale wa kanisa. Kanisa yetu hawataki yellow. Aweke chini, atabaki na nguo moja kwa mkono na kuuliza ulisema ni how much kasi? Wako. Anaitwa Mituma Man in studio. Sio mbona tuangalia live. Umeona mwenyewe amepiga zake pale. Apiga. Hii fashion inaitwaje? Atakuja tuambie. Muza Mituma. Allah. Mimi ndio huyu nakuja sasa. Umeniona mimi kama customer. Customer mimi ni huyu. Mimi unaniona vile nilivyo? Nakuona. Mimi ndio huyu ni customer. Haya. Twende. Haya customer karibia. Kuja unavyokuja customer. Mrembo kweli jamani. Wewe unaweza kula kunde kweli jamani. Wewe unaweza kula kunde. Haya kuja customer karibia sasa. Ng'ara tu. Hapa ni kung'ara sasa.
Ng'ara waseme unapenda wababa, sida iko wapi? Ng'ara waseme unatumia pesa vibaya, sidi yako. Ng'ara customer, ng'ara waseme usaidi familia nyumbani, si uko na maisha yako, wao wako na yao. We ng'ara tu. Unataka gani ya leo? Kasi, kuja na hapa kwa VIP. Ingia na hapa kwa VIP. Unasimama hapo kwa regular. Na wajue ni kitu moja. Lakini sasa yote ni VIP. Wasichana wanapenda ujinga. Ukitreat vizuri hata kama maji ni hii, maji hii, lakini maji ni same na unaambia kunywa hii Keringet. Lakini yote ni a bowl. Atapenda. Sinda umeita customer baby. Karibu baby. Aki baby karibia. Umeweza kweli. Jamani karibia baby. We Sinda tu umeita hata mama mkubwa soso. We ita tu ye baby. Atanunua. Umeona mama amekuja miaka 70. Anaingia. Slay Queen wa kitambo kuja. Slay Queen kuja. Hey. Washashota kuitwa Slay Queen. Nakwambia ita mama 70 miaka kuenda. Slay Queen kuja. Nakuoma. Lazima atatabasamu. Na anunue. Ngoja nikuulize. Unajua mambo mengi sana ya kina dada. Hivi ina maana kwamba uko karibu na dada zako, wamekuzunguka sana, ama uko na mademu wengi pia? Unajua mtu anaweza na mademu wake wengi. Ama inakuaje? Mimi ni mimi tu. Wanaume hatujasaliwa wanaume. Wanaume ni mimi tu. Ala. Ni wasichana. Alafu pia mimi niko na marafiki wasichana, sijui ni marafiki ama wao wananipeleka tu na upepo juu wakiwa karibu na mimi ni kucheka tu. Ikifika wakati mtu amewahi treat wewe vizuri ukaona huyu anakupenda, lakini ukimwambia nakupenda, sasa anakuosha na ink. Yani anakublutik tu. Bluetick ndio zako. Anakuosha na ink vibaya sana. Ukianza kumwambia unampenda. Kwa hivyo ameku-brother zone. Lakini sasa wakati bado yani msichana anaweza treat wewe vizuri, uone mapenzi iko juu. Kwanza akudanga kitu ya ujinga mwanaume uitwe hi dear. Na msichana kama wewe mwende nimesema tu hi dear. Usikianga ni kama uko katikati ya bingu na ardhi. Ngoja. Hivi umetuambia una wife ama huna? Sina jamani. Sina, acha nijibu. Alienda wapi? Kwani nilikuwa nimeoa jamani? Si ushawahi kuwa na demu? Ndio. Si hata wewe umewahi kuwa na chali jamani? Mimi bado nipo naye. Mnasukuma, mnajua kusukuma, mnavumiliana pamoja. Ati mnasukuma. Nyinyi ndio wale hata mkipigwa huko tu. Baby ata change. Unafikiri ama wakati ambapo ulikuwa unapiga tu hivi bado ndio ulikuwa na demu? Bado unavaa hivi ndio ulikuwa na demu? Kwa sasa hivi sijakuwa nayo. Kwa sasa hivi hujakuwa nayo. Hata hiyo wakati mwingine sijakuwa nayo. Lakini kuna wakati moja nilikuwa nayo. Ulikuwa unavaa hivi bado? Hiyo wakati hapana vaa hivi. Hapana vaa hivi. Lakini nilinyang'anywa na KDF. Baya, inauma ile. Mvuka iko na kitu. Mtu anavaa nguo ya combat. Na wewe unavaa hii. Ukiona mtu anaitwa KDF, ogopa. achana nayo. Ama kwa hiyo plot. Kama uko na bibi na KDF anaishi kwa hiyo plot, na ni KDF kijana, ama kwa hiyo plot jamani, walikosha na una kitu na ujue sasa yeye akuwa anaishi kwa plot yangu, yangu ilikuwa ya pesa kidogo, hata sijui walikutana wapi jamani. Lakini ni sawa tu, hata aliachwa hata mwisho iliisha. Nakuuliza, ishai kuletea shida jinsi unavyovalia? Kwa sababu unavalia nguo mpaka unavalia sasa uko na hata maeneo ya kifua uko kama vile matiti. Wacha nikwambie. Niambie. Ujinga ni tamu kama unapenda ujinga. Kama unafanya kazi, usivae tu juu ya ile maneno mengine. Kama ni kazi imekuweka kuvaa hivi,
Ni umaya na mtu anasimamisha polisi kwa barabara kuuliza mbona umevaa uniform? Mbona umevaa hivi? Hawezi. Hakuna. Nikiwa metumbo nipate nimevaa hivi jamani niko kasi. Hiyo mafikira mengine wewe hiyo ni yako tu. Wewe hiyo ni yako. Lakini mimi niko kasi. Juu ukiniambia ati mimi niko sasa katika ile kanisa ingine na nipate bibi yako nipite na yeye. Jamani usikuje kulia tio alikuwa anajifanya. Unasema waseme tu hivyo na saa zile haya. Juzi umeingia Nairobi. Wewe ni mtu ya Kisumu. Wewe ni mtu ya Kisumu. Hapo kwa Nairobi, sema umeingia na ndege. Sisitiza hapo kwa ndege jamani. Umeingia Nairobi. Juzi umeingia na ndege. Alafu Nairobi. Hapo mzee sema yani umeland. Acha kusema umeingia. Umeland. Umeland na ndege Nairobi. Na ndege. Jamani ndege. Nani amekuleta Nairobi? Hata ingekuwa vizuri ungesema na Kisungu. Sema umekuja na aeroplane. Unajua ndege mtu anaweza fikiri ile ya mabawa. Ulikuja na flight ya saa ngapi? Basi wewe sasa unajua kugusa hapo. Unaigusa roho yangu sasa hapo. Ya saa 2. Ya saa 2 asubuhi. Hiyo receipt nilisema sitatopa hata nimefanya photocopy. Ile ikiisha hii ingine iko. Unafanya lamination? Una laminate unaweka unajua laminate? Hiyo bado. Sawa. Twende. Nani amekuleta Nairobi? Na ilikuwaje kwaje? Mwanzo kabisa. Nataka kusema asante sana. Kwa watu wa Divine Collection. Wako pale Kilimani. Divine Collection ndio wameleta mimi Nairobi na ndege. Yaani kama ndoto tu. Wao ulipia kila kitu. Kila kitu. Wakatuma hadi pali nafaa kutumia mguu kufika airport. Fare ilikuwa mingi. Achana na Nairobi jamani. Nairobi mji mzuri. Nairobi. Sasa hivi unawafanyia influencing sasa? Kwa sasa hivi nafanyia hao influencing menswear. Menswear. Hata ukiona picha yangu nimechange, si huyu mwenye unaona hapa. Nimepost pale kidogo watu wachangajikiwe. Wanawake sasa hii inaitwa aje? DM imejaa. DM imejaa jamani, lakini watangoja sana. Sasa ina maana sasa hiyo itabidi utulie hapa Nairobi ama utarudi zako Kisumu kuendelea shughuli zako. Hata kama ni wewe jamani, hii maisha Nairobi utawacha. Wacha tu bwana, Kisumu ndio ikuje. Kisumu ndio ikuje. Hapana, ngoja kidogo. Kisumu ndio ikuje jamani. Ile maji naoga nao Nairobi. Hujamaliza hata wiki moja jamani, ushaanza kuongea hivi Sunday. Ngoja kidogo. Niambie. Kisumu ndio ikuje. Kisumu ndio niongeze volume. Sema. Kisumu ndio ikuje. Jamani, hii maji naoga nao Nairobi niliwahi oga nao Kisumu. Ile hata umeona ile samaki nimekula jana. Nilidhani Kisumu ndio kuna samaki. Jana umekula samaki ya vipi? Kubwa. Choma. Samaki choma. Iko na vitu hapo katikati sikuelewa, lakini nilikula yote. Sijui kama ilikuwa ya kukula pia. Lakini mimi nilikula yote. Sande. Kuna watu wanasema unawakosea wanawake heshima. Kwa kuvaa hivi nguo za wanawake. Wacha nikwambie kitu moja. Niambie. Kama hii wanawake ndio walikuwa wanakuja kupromote mimi. Na wananunua, tunaongea, tunacheka, tunapiga story, wengine pia wanabadilisha namba. Nipatie namba yako ukifungua niambie. Au ndio kama wao ndio wanaongea. Spokeswoman yao iko wapi itasimama na aseme nakosea wanawake sema. Nani huyo? Nani huyo jamani? Saa ngapi? Kwa nini? Hii dunia watu wataongea jamani. Usiweke makasiriko ya watu kusema sema. Watu kusema sema sasa unaanza kuwa na makasiriko. Nini yako inaitwa na maini yako? Hati yako yani kwa Kiswahili si ni maini. Maini yako itachomeka bure na makasiriko. Wachana na watu. Ufanye vizuri watu wataongea. Ufanye mbaya watu wataongea. Sasa unaambiaje watu wa Kisumu? Wana dada aswa. Akina dada wa Kisumu sana nitaanza na wale makastoma wangu wako na promote mimi. Muendelee tu kununua hapo. Unajua mimi nilikuwa nimeajiriwa. Sikuwa nafanya yangu jamani. Si yako ile? Haikuwa yangu. Ni ile tu kazi ukipewa, fanya ni kama ni yako. Ndio. Fanya kazi kama ni yako. Ujui kesho.
Nani alijua nitafika Nairobi na ndege? Wadada wa Kisumu, mimi nitarudi siku moja, lakini mzidi kung'ara. Ng'areni kabisa, mchanganye hawa baba. Msiwache kuchanganya hawa baba juu huu kijana mrefu sura mbaya amekuja Nairobi na ndege. Na ndege jamani. Wazidi kung'ara. Na karibuni sana Divine Collection. Mimi niko pale kama influencer, utakuja nikupakie. Lakini pia mtu yote naona naweza fanya kazi na yeye. Yeah, mimi nafanya kazi kama influencer. Waingie DM. Niko na manager, kitu manager wangu sasa niko hadi na manager. Huyo umekuja naye hapa ni manager? Ama ni wa huko Divine? Ngoja kidogo. Na huko Divine. Tuko mbele pamoja. Mtaongea.